Huyu anaitwa Eliudi Samuel Mwakasege, anayejulikana pia kwa jina la Sukari. Sukari hapa. Jina ambalo linapendelewa sana na mashabiki zake kutokana tu na aina yake ya uchekeshaji wake wa kipekee. Mimi nawaambia kabisa, mkiendekeza mapenzi kujenga dai, mtakuja kusimulia. Mnapata yani mnaazima hela ili umnunulie mwanamke zawadi. Valentine, kisa Valentine. Eliudi alizaliwa tarehe 25 Julai katika familia ya watoto 9 ya mzee Samuel Ambokile Mwakasege katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, na alikuwa na kulelewa katika maeneo ya Mzovwe, eneo ambalo limelea vipaji vingi vikubwa ikiwemo msanii wa muziki Rayvanny. Na tangu utotoni Eliudi alikuwa na kipaji cha kuzungumza na kuwafanya watu wacheke, lakini wala hakujua chochote kwa kipaji hicho siku moja kinaweza kumfanya yeye maisha yake yakabadilika na watu wengi wakamfahamu kupitia hilo. Na baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari mwaka 2015, aliondoka Mbeya na kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na masomo, ambapo alikuwa akisomea masuala ya IT. Na alishawahi kubainisha kuwa alipokuwa akisoma alisoma chuo kimoja na Elizabeth Michael, ambaye watu wengi wanafahamu kama Lulu. Na hata hivyo ujana wake Eliudi haukuwa mwepesi kabisa. Unaambiwa Eliudi alijikuta akizama zaidi kwenye michezo ya kamari na michezo mingine ya hovyo. Yaani kwa kifupi alikuwa amepotea kabisa na maisha yake alikuwa anajua yeye mwenyewe. Afa kwanza maga anamuuliza mama, wewe unakuita Eliudi? Eliudi mwenyewe yuko wapi? Sasa alikuwepo hapa, yuko wapi? Mimi hapo na kamari utaniambia ni. Mimi nilikuwa nacheza sana kamari kiukweli. Sana. Nacheza sana kamari. Okay. Kwa kitu ambacho mimi nilichokuwa nakifanya nilikuwa namkimbia mchungaji bana. Lakini baada ya muda akaamua kubadilika na kufanya mabadiliko makubwa kwenye maisha yake. Na hapo ndipo alipoamua kuokoka na kuacha kamari na kisha kujikabidhisha mikononi mwa Mungu na kuanzisha maisha yake upya, huku akiwa na nidhamu na bidii na hofu ya Mungu katika maisha yake. Na mwaka 2017, bila kutarajia katika harakati za kujitafutia, aligundua kuwa ana uwezo wa kuzungumza na watu wakapenda, hivyo akapata nafasi ya kufanya kazi kama MC kwenye kampuni fulani. Na hapa alikuwa MC wa sherehe mbalimbali, lakini pia alikuwa akitengeneza video fupi za kuchekesha na kuziweka mitandaoni. Lakini mwaka 2021, msanii wa muziki Diamond Platinum alitoa zaidi ya milioni 200 na kisha kuagiza timu izunguke maeneo mengi ya Tanzania kwa ajili tu ya kusaka vipaji na kwenda kuwatafuta watu wanaojua kuchekesha kwa ajili ya kuwapa ajira ya kudumu. Na familia pamoja na marafiki walimsukuma Eliudi kwenda kujaribu bahati yake, ambapo Eliudi pia aliingia kwenye mashindano hayo, ambapo alionekana akifanya vizuri zaidi na kuvutia watu wengi ikiwemo majaji. Hiki ni kikao cha kwanza cha harusi yangu. Ndio maana nimewachanganya, nimewaita wewe, nyie rafiki zangu ambao unajua mmepitia changamoto kama zangu, na baba na mama. Kabla sijaendelea, baba nimekusamehe, kipindi kile ulinipiga sana kwa sababu tu alikuja kusema nimeharibu TV. Ile TV sikuharibu baba, nilikuwa nimeminya fast forward, mwenye video alikuwa hajui kustopisha. Kwa hiyo baba nimekusamehe. Sasa nimekuchagua kulingana na matatizo mliopitia. Kama mtu yoyote ambaye unajua mama yako amewahi kukupiga mpaka majirani wakaja nyumbani kusema wewe mtoto utamuua, kaa huku utakaa kamati ya vinywaji. Wewe nataka dada ambaye wewe unafanya online business, lakini una gari, una iPhone macho matatu, alafu umepanga uzunguni nyumba ya $300. Wewe nakuhitaji kwa sababu unajitendea miujiza mwenyewe, naomba ukae hapo. Moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha ukafanikiwa zaidi ni pamoja na usikivu na kuelewa kwa kile ambacho unaelekezwa. Katika hatua za awali za mchujo za mashindano hayo, washindi 4 walipatikana Mbeya, lakini nafasi za kusafiri kwenda Dar es Salaam zilikuwa ni 3 peke yake. Na katika hali ya kushangaza zaidi, Eliudi alijitoa yeye mwenyewe na kumchagua rafiki yake ili aweze kupata nafasi ya kwenda Dar es Salaam. Huyu ni mwanamke, alafu cheka tu pia ukiangalia baada ya yule dada kutokuwepo pamekuwa na uhaba. Kwa hiyo ninaamini anaweza kaenda kuisimamisha Mbeya. Na kitendo hiki kilishtua watu wengi sana. Majaji nao walishangazwa zaidi na hekima ya Eliudi na waliguswa kiasi ambacho waliamua kabisa kubadilisha utaratibu. Badala ya kuondoka na watu 3 kutokea Mbeya, basi waliondoka na watu 4 ikiwemo Eliudi, ambaye pia alipata nafasi ya kuja Dar es Salaam kutokana tu na moyo wake wa kusaidia aliouonyesha wakati wa mashindano. Very good. Very good. Hautaki kwenda. Sijui Nisemeje.
brother zangu na wengine ni wakina mjomba, lakini hiki kitu kinachotokea hapa brother, kama ambavyo niliomba mwanzoni ndicho Mungu amefanya. Yani mmekuja kama daraja, tumekuwa tukitafuta hizi nafasi. Ni ndoto ya kila mtu, hata kama atajikaza atajifanya haijui cheka tu, lakini ni ndoto ya kila mtu kwenda kwenye hiyo platform. Mnatupa watu ambao ni zawadi kabisa. Mimi na huyu Neema, kwa nini nimemchagua? Tumesoma naye darasa moja tangu shule ya msingi, ni majirani kabisa nyumbani, lakini naonaga yani anavyopambana. Ni mwanamke, unajua wanawake wana changamoto nyingi. Sasa nilijua kwa cheka tu, yani akishafika hapo tu mnaweza mkampeleka mbali, ndio maana nilimchagua. Lakini sio kwamba nilikuwa naamini tangu mmeanza kuongea na mimi raundi ya kwanza, yani niliona kabisa kuna kitu mmekiona kwangu. Sasa nyewe mkishaniamini, ilikuwa tu kuna njia naweza nikapita nikafika hapo mjini, lakini nawashukuru sana. Na akiwa Dar es Salaam, Eliudi alidhihirisha kuwa kipaji chake wala sio cha kubahatisha. Mashindano yalikuwa magumu kweli, lakini yeye bado aliendelea kupambana, na kila hatua ya mashindano hayo alikuwa akithibitisha zaidi kuwa kipaji chake ni chenyewe wala sio kipaji cha kubahatisha. Asante ndugu mshereheshaji. Mkwanja, kiwanja na ajira. Kwa hiyo kauli sitaki kuvalia suruali tumboni. Kuna aina 5 za mama. Kuna Mama Samia Suluhu, wote tunamfahamu. Kuna Mama Dangote. Kuna Mama Ntilie. Kuna mama yako, afu yuko na mamangu. Mamangu mimi ni Mnyakyusa, yani 100%, yani grade 1 kabisa. Na mama wa Kinyakyusa kawaida kabisa huwa ana AKA yake aliyompa mume wake, anayoitumia yeye na watoto wake kumsema mume wake. Utasikia? Mwanangu anasemaje huyo profesa huko ndani? Na bidii yake Eliudi ilimsogeza mpaka fainali, lakini fainali hiyo iliweza kukamilika kwa yeye kuwa mshindi wa pili. Koi amezungumza historia kwa ufupi, lakini kuna kitu kimoja ameninyima credit yangu. Ni mimi ndo nilimwambia ndugu yangu tumtoe huyu wa Mwanza, Eliudi aende. Ngoja nikwambie kitu kimoja, Eliudi. Uwezo ulionao na lafudhi unayoitumia, nilikuambia tangu mwanzo, lafudhi huwa inabeba, inaongeza kitu fulani. Au sababu unaweza kana material hata ya kawaida, lakini namna unavyotamka, unavyocheza nayo inakwenda, au sababu bwana. So kwenye audience umechukua 100%, au sababu bwana. Namna ambapo watu wanakukubali. Unachotakiwa kwenda kufanya ukienda huko nyuma, kwa sababu usione kwamba fedha zimetoka na kila kitu, unaweza kawa hizo zimekutosha. Ni kwenda kuomba dua, wanaokufuata wafanye vya hovyo ili uchukue fedha zingine, au sio mwanangu? Ambapo mshindi wa kwanza alikuwa Leonardo, na yeye akaibuka kuwa mshindi wa pili, ambapo alipata zawadi ya shilingi milioni 5 na kiwanja, na hapo ndipo ikawa mwanzo wa safari yake ya uchekeshaji kuigeuza na kuwa ajira ya kudumu kwenye maisha yake. Na Eliudi aliendelea kufanya vizuri zaidi kwenye stand-up comedy, hasa pale ambapo alikuwa akitumia sauti yake na rafudhi fulani kutokea Mbeya, huku akilinganisha utamaduni wa Mbeya na utamaduni wa Dar es Salaam, ambapo kitendo hicho kilifanya watu wengi wavutiwe na ucheshi wake. Sasa ili vazi ukiliangalia tu kwa macho ya upendo ya bila vinyongo ni la Kikorea. Na ndio ilikuwa ni idea yangu, lakini kwa sababu hakuna Mkorea mweusi, limekaa kama la Wahindi wa kusini. Sasa kitu pekee kinachofanya hili liwe la Kikorea ni huu mkanda, ambao ukiushusha tu linakuwa baya. Lakini ukiachana na stand-up comedy, Eliudi amekuwa akivunja rekodi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kwa kujikusanyia mamilioni ya watazamaji kupitia maudhui yake, hususan vituko fulani vya dada Farida, ambapo hufanya voice over kwenye video mbalimbali za wachekeshaji mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali duniani kote. Haya jamani, anayeingia ndo mwenyekiti wa kikundi kipya mjini MD, mwanamke dash. Ndio anafika hivyo kwa madaa kabisa, anasalimia mashabiki. Hii dunia bila Farida haiwezi kunoga. Da Farida huku, cities huku. Na Eliudi ni miongoni mwa wachekeshaji wanaofanya vizuri zaidi Tanzania,
Na kuthibitisha hilo, basi ubora wake umeonekana mwanzoni tu mwa mwaka 2025 ambapo ameshinda tuzo ya mchekeshaji bora wa stand up comedy, ambapo imekuwa ni kama kithibitisho cha namna gani kijana huyu anapambana na kufanya kazi kwa bidii katika career yake ya uchekeshaji. Na huyo ndiye Eliudi. Mimi ni Networking DI. Asante na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media.